بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بليت كتاب خذ عقيدتك من الكتاب والسنة الصحيحة، شمتوزي wake الشيخ محمد ابن جميل زينو رحمه الله تعالى رحمة واسعة, ambaye kwa mukhtasar tarjama yake alizaliwa katika mji wa Halab, mwisho kuna ba, Halab, katika nchi ya Syria mwaka 1925 miladia, sawa sawa na mwaka wa Kiislamu 1344 Hijria. Walisoma kwao, kisha akaja kwa lengo la umra Makka mwaka 1399, kipindi cha uhai wa samaha al-mufti al-Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Wakajuana na Sheikh rahimahumullahu ta'ala, kisha Sheikh akabainikiwa juu ya usalafi wa itikadi yake, yani Sheikh Muhammad bin Jamil Zainu. Samahat al-mufti al-Sheikh bin Baz rahimahullah akamteua kuwa ni mwalimu katika msikiti wa Makka fil haram al-Makki kipindi kile cha hija. Akaendelea na usomeshaji kipindi chote cha hija, kuwa waidhi watu, kuwafundisha. Na baada ya msimu wa haji au hija kumalizika, al-Allama Ibn Baz rahimahullah akamteua Sheikh Muhammad bin Jamil Zainu mwenye hii risala aende Jordan, al-Urdun, Jordan, kwa lengo la kwenda kuwalingania watu dini. Akafika Jordan na akaishi katika mji Ar-Ramtha, katika msikiti mkuu unaoitwa Salahuddin al-Ayyubi rahimahullah. Akawa Sheikh Muhammad ibn Jamil Zainu katika msikiti huo imaman wa khatiban, ni imamu na ni khatib, bali muallim anayewafundisha watu Qur'an. Na alikuwa na kazi ya kutembelea mashule na kwenye madaris, kuwaelekeza wanafunzi aqida ya tauhidi, kuwaelekeza mambo ya Uislamu. Kisha akaja akarudi tena Makka kuendelea katika haram ile mpaka akafariki siku ya Aljumaa katika mwezi wa Dhulqaada mwaka 1431. Akasaliwa katika al-Haram ya Makka, kisha akazikwa rahmatullahi ta'ala alayhi katika viunga vitakatifu vya Makka. Huyo kwa mukhtasar ndiye Sheikh Muhammad bin Jamil Zainu mwenye risala hii, na ana rasaili nyingine nafi'a rahimahullahu rahmatan wasi'a. Risala hii ya tauhid ambayo ni aqidatu tauhid ni nzuri kwa kuwa ameweka katika mtindo wa maswali na majibu, ili kwa talib ilm mubtadi anayeanza aweze kudhibiti na kuhifadhi katika kumbukumbu zake yale ambayo ameandika Sheikh rahimahullahu ta'ala. Na itikadi bila shaka ina nafasi kubwa
wengi wa Waislamu hawafahamu itikadi yao, wengi katika Waislamu hawafahamu itikadi yao sahihi. Kwa hiyo wanajikuta wanaporomoka na kuteleza kimaneno au kimatendo kwa kutokujua aqida al-islamia as-sahiha. Sasa Sheikh rahimahullah ameandika hii risala nafi'a, lengo lake ni kuwajulisha Waislamu aqida yao na kuonesha tofauti iliyopo baina ya aqida ya Ahlus Sunna wal Jamaa na itikadi za mapote mengine, kama ambavyo kwamba tutaona katika hiki kitabu. Tutakuja kuona swali lake Sheikh rahimahullah, swali la 4: je, tunamwabudu Allah kwa hofu na kutaraji? Kwenye swali hilo la 4 tutakuja kuona kwamba ameleka hili kwa kuwa tunatofautiana katika kuitakidi hili. Sisi tunaitakidi tunamwabudu Allah kwa hofu na kutaraji, tumhofu na kuna mambo tunayataraji kwake. Tumhofu juu ya moto na tunataraji pepo. Wengine wanasema hatukuabudu wewe Mola wetu kwa kuogopa juu ya adhabu zako wala kwa kutumai juu ya pepo yako, bali tutakuabudu kwa kuwa tukupenda tu. Na hayo maneno hayasemwi na Ahlus Sunnah wal Jamaa, yanasemwa na masufi. Sasa katika kule kutofautiana itikadi, Sheikh ameiweka hii risala nafi'a kuwazindua Waislamu kujua itikadi yao sahihi mbele ya itikadi isiyokuwa sahihi. Swali la kwanza katika hiki kitabu chini ya unwan haqqullahi ala al-ibadi, haki ya Allah iliyopo juu ya waja. Waja wanatakikana waitekeleze haki hiyo kwa Mola wao. Kichwa cha habari haqqullahi ala al-ibad. Limadha khalaqana Allah? Swali, limadha khalaqana Allah? Kwa nini tumeumbwa sisi na Allah? Kwa nini sisi tumeumbwa na Allah? Tumeumbiwa nini na Allah? Kwa ajili ya nini tumeumbwa na Allah? Jawab, khalaqana lina'budahu, ametuumba sisi ili tumwabudu yeye. Khalaqana lina'budahu, ametuumba sisi ili tumwabudu yeye. Wala nushrika bihi shay'a, na wala tusimshirikishe yeye na kitu chochote. Kwa hiyo lengo la kuumbwa kwetu ni ibada na kujiepusha na shirki. Na ibada kama tutakavyokuja kuona swali la pili, ni jina ambalo limekusanya yote ayapendayo Allah na kuyaridhia miongoni mwa maneno na matendo yaliyo wazi na yaliyofichikamana. Wadalilu qawluhu ta'ala fi surati adh-dhariyat, na dalili juu ya hili ni kauli yake Allah katika suratu adh-dhariyat aya 56. Anasemaje Mola wetu subhanahu wa ta'ala? Anasema, wama khalaqtul jinna, na wala sikuwaumba majini. Majini ni alamun ghaibiyun, ulimwengu wa ghaibu. Majini ni walimwengu, wapo katika ulimwengu wa ghaibu, hatuwaoni ila katika kule kujibadilisha kwao na kujigeuza walikopewa nguvu na Allah tabaraka wa taala. Lakini kwa umbile ambalo jini ameumbwa na Allah, Allah akasema, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum, wanakuoneni yeye na jeshi lake kwa namna ambayo nyinyi hamwawezi kuwaona.
yani hamuwaoni katika umbile waliloumbiwa, lakini wakijigeuza kwa jaala ya Allah waliojaliwa tunawaona. Tukaona kiumbe kiko hivi, tukaona kiumbe kiko hivi, wanajigeuza kuwa nyoka, wanajigeuza kuwa kadha, kwa vile wanavyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni viumbe wameumbwa kwa ajili ya ibada kama aya inavyoelekeza. Haifai sisi kuabudu majini wala kuwaendekeza majini wala tukawatii majini wala tukawapambia majini wala tukaendana na masharti wanayotupa majini. Haifai Kiislamu. Naam, kama ambavyo baadhi ya watu wanawaabudu majini na wanawaendekeza majini. Mtu atakwambia bwana, mimi nimeambiwa na shetani wangu nivae pete yenye kito cha blue bahari, atekeleza agizo lile. Shirki. Shetani wangu bwana, mimi haniamrishi mabaya, na nikifanya mabaya shetani wangu ananichapa sana. Nikisema nywe pombe nitasikia mijeledi inanichapa, sijui yatoka wapi. Shetani wangu akija atakwambieni matatizo yote ambayo kwamba yako katika mtaa huu. Wanaendekeza majini, wanaabudia majini. Alam a'had ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin. Sijachukua maagano na nyinyi enyi wana Adam ya kwamba msimwabudu shetani, hakika shetani kwenu nyinyi ni adui aliyewazi. Sikuchukua maagano hayo na nyinyi. Wa an'ibuduni, tukaahidiana kwamba nyinyi mniabudu mimi peke yangu. Hadha siratun mustaqim, hii ndiyo njia iliyonyooka ya kumwabudu Allah na kujiepusha na ibada za kishetani. Kwa hiyo anasema subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa, sikuwaumba majini na watu illa liya'budun, isipokuwa waniabudu mimi, kwa maana wanipwekeshe mimi katika ibada. Na tuelewe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala pamoja kwamba ametuumba kwa ajili ya kumwabudu, lakini hana haja na ibada zetu, wala hana haja na ibada za malaika, wala hana haja na ibada za kiumbe chochote katika viumbe vyake. Sababu yaweza likaja swali, ikiwa Allah hahitaji chochote kwetu sisi, mbona katutaka tumwabudu? Allah hana haja na ibada hizo zetu sisi, wala za majini, wala za malaika, wala za viumbe wengine. Kwa nini? Kwa kuwa yeye ni ghaniyun, mkwasi, aliyejitosheleza, hahitaji kwa yoyote chochote. Lakini pamoja na yote hayo, yeye anapenda kutoka kwa waja wake wa muabudu. Yeye ni mfalme. Kwa hiyo kuabudiwa ni haki ya Mola Muumba. Hana haja na ibada, lakini ni haki ya Mola Muumba aliyekuumba wewe, akakuruzuku, akakutoa kwenye tumbo la mama yako, akakulea katika mazingira hayo. Tulad la sinna lak wala mal wala ilm wala jah, tulad wa anta mujarradu min kulli shay. Umezaliwa huna mali, umezaliwa huna ilmu, umezaliwa huwezi kukamata, umezaliwa huwezi kutoa, umezaliwa huwezi kutembea, akakulea kidogo dogo Mola wako. Umeanza kwenye kwamba umekaa umelala tu, wageuzwa na mama yako kulia na kushoto. Kutoka hapo mama yako akakufundisha kukaa kitako, na yule mama yako anaongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kapewa nguvu na Allah tabaraka wa ta'ala, kapewa maarifa na Allah tabaraka wa ta'ala. Unakaa mara waanza kutambaa, ni Allah yule subhanahu wa ta'ala anayefanya hayo kwako wewe, sababu ni tarbia, yurabbika, anakulea. Kisha unakwenda mara unaanza kudemadema, unatembea hatua moja umeanguka, tembea hatua mbili umeanguka, mara umeweza kutembea, mara umeweza kupokea, umeweza kutoa, mara umeota meno unatafuna.
takburu wa tastawi, unakuwa. Allah tabaraka wa taala amekufanya yale mpaka ukasimama sawa. Alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalaka, aliyekuumba akakulingamanisha sawa, akakutengeneza vyema kabisa katika sura aliyotaka yeye, akakuumba ukawa umesimama, umekuwa ni rajulan sawiya, mtu uliyekuwa sawa, uliyekamilika. Kwa katika haki aliyekufanya haya umwabudu. Kwa tumwabudu Allah kwa kuwa ni haki yake yeye juu yetu sisi. Na ndio maana ile hadithi ya nani, ya Muadh ibn Jabal, ya Muadh atadri ma haqqu Allah ala al-ibadi wa ma haqqu al-ibadi ala Allah, akasemaje Allah wa rasuluhu a'lam, akasema haqqu Allah ala al-ibadi ay ya'buduhu. Muadh, unaijua haki ya Allah iliyopo juu ya waja na haki za waja zilizopo juu ya Allah? Muadhi akasema Allah na mtume wake ni wajuzi zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema haqqullahi ala al-ibad ay ya'buduhu, haki ya Allah iliyo juu ya waja aliyowaumba ni wale waja wamwabudu. Ndio maana kichwa cha habari kwenye kitabu haqqullahi ala al-ibad. Lakini hana haja Allah tabaraka wa taala na ibada zetu, kwa kuwa ibada zetu hazimsaidii kitu, hazimzidishi chochote katika ufalme wake na uungu wake, na uasi wetu haumpunguzii chochote katika ufalme wake na umiliki wake na uungu wake subhanahu wa ta'ala. Ndio maana katika alhadithu alqudusi ikaja ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni, enyi waja wangu hamwezi mkalifikia dhara langu mkanidhuru, hamwezi mkalifikia la manfaa langu mkaninufaisha. Kwa maana waja hawatoweza kufikia kumfikishia Allah subhanahu wa ta'ala manufaa wala kumfikishia Allah subhanahu wa ta'ala madhara. Ndio maana maneno haya. Kwa hiyo si ibada yako kwamba yamnufaisha kitu, wala uasi wako kwamba wamdhuru kitu. Nyote nyinyi, wa mwanzo wenu na wa mwisho wenu, majini wenu na watu wenu, wangelikuwa katika uchamungu mithili ya mchamungu mkubwa sana katika wachamungu wenu, hilo halimzidishi chochote Allah subhanahu wa ta'ala. Na lau kama wa mwanzo wenu, wa mwisho wenu, majini wenu, watu wenu wakawa ni waovu kuliko muovu, au wakawa sawa na muovu mkubwa sana katika waovu wenu wote hao, hilo halimdhuru chochote Allah katika ufalme wake. Kwa maana hanufaiki na maasi, hanufaiki na utiifu wa watiifu. La tanfa'uhu ta'atu ta'i'ina wala tadurruhu ma'siyatu al-'asina. Taa za watiifu hazimnufaishi kitu, maasi ya waasi hayamdhuru kitu subhanahu wa ta'ala, bali manfaa yatarejea kwa wao wenyewe waja na madhara yatarejea juu yao wenyewe waja. Anayetenda jema amejitendea nafsi yake, anayetenda ovu amejitendea ovu hilo nafsi yake, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha. Yeyote atakayetenda jema amejifanyia nafsi yake, atakwenda kulikuta. Innama hiya a'malukum, enyi waja wangu, hayo mnaoyafanya ni matendo yenu nyinyi, mimi Mola wenu nayadhibiti. Thumma uwafikum iyaha, kisha mimi nitakuja kukulipeni kwa hayo yenu mnaoyafanya, mimi nayadhibiti. Faman wajada khairan falyahmadillah, atakayekuja kukuta khairi huku amhimidi Mola wake na msifia, namshukuru. Waman wajada sharran, na yeyote atakayekuja kupata shari huku, fala yalumanna illa nafsa,
asimlaumu zaidi ailaumu nafsi yake, asimlaumu yeyote zaidi ailaumu nafsi yake. Kwa nini? Kwa kuwa anayetenda jema akajitendea nafsi yake na anayetenda baya akajitendea nafsi yake. Allah anasema tena kwenye aya nyingine, laha ma kasabat, itapata nafsi hiyo yale mema na mazuri iliyoyachuma, wa alaiha maktasabat, na nafsi hiyo itapewa mabaya ya yale ambayo hiyo nafsi iliyachuma. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akatutaka tumwabudu, lakini hana shida na ibada zetu, hana shida na ibada zetu, bali ametuwekea amri hii ya sisi tumwabudu. Lengo pia ni kututahini kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya 7 ya suratu Hud, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Kwa hiyo amebainisha Allah katika hii aya hikima yake ya kuumba mbingu na ardhi. Mbingu sisi tuko chini yake, ardhi sisi tuko juu yake. Ametutajia hekima ya kutuumbia hivi viwili. Anasema yeye Allah ndiye ambaye ameumba mbingu 7 na ardhi 7 fi 6 ayyam, katika muda wa siku 6, katika muda wa siku 6, ambayo ya mwisho ilikuwa ni yaumwesh. Mayahudi wamesema Allah akapumzika siku gani? Jumamosi. Naam, maana siku ya mwisho ilikuwa siku ya Ijumaa katika zile siku 6. Kwa hiyo utajua imeanza ngapi mpaka ifikie Ijumaa, kwa ni ya 6. Kwa hiyo ya 7 ni siku ya Jumamosi. Kwa hiyo ameanza kuumba siku ya Jumapili, sawa? Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis, Ijumaa ndio siku ya mwisho. Akasema ameviumba hivi katika muda wa siku 6, na arshi yake ilikuwa juu ya maji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, lengo ni awatahini. Lengo Allah anatutahini, basi nani katika sisi atafanya matendo yaliyokuwa mazuri. Kwa hata ibada ni amri ametuwekea, anatutahini nani ateketi, nani asieti. Lakini ana haja na ibada zetu? Hana haja na ibada zetu, japokuwa sisi kumwabudu ni haki, haqqullah ala alibad. Tayib, na akasema tena subhanahu wa ta'ala, inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Lengo hilo la kuletwa kwetu duniani na kutakiwa sisi tumtii Allah. Aya ya 7 ya suratul Kahf, tumejalia yote yaliyopo ardhini ni pambo lake ardhi hiyo. Lengo letu tuwatie mtihani, ayyuhum ahsanu amala, ni nani katika wao atatenda matendo yaliyokuwa mazuri sana. Kwa hiyo ni mtihani na ikhtibar. Akasema tena subhanahu wa ta'ala katika aya ya 2 ya suratul Mulk, alladhi khalaqa al-mauta wal haya, ameumba umauti na uhai, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili akutahinini nani katika nyinyi atatenda matendo yaliyokuwa mazuri sana. Na akasema tena subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, sisi ndo wahitajia, tunayemhitajia Allah. Yeye Allah hana haja na sisi, sisi ndo wahitaji tunamhitajia yeye, lakini yeye hana haja na sisi, wala hana haja na ibada zetu, hana haja na ibada zetu. Akasema katika suratu Fatir, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, enyi watu nyinyi ndiyo mafakiri mnaomhitajia Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid, na Allah yeye ndiye al-ghani, mkwasi asiyehitajia chochote kwa yeyote, al-hamid, mwingi wa kuhimidiwa. Nyinyi ndiyo wahitaji mnaomhitajia Allah, na Allah ni mkwasi tena mwingi wa kuhimidiwa. Sisi ndio tunamhitajia Allah, tunamhitajia Allah kama wanavyosema ulama katika kutupatikanisha kwetu. Tumemhitaji Allah katika kutupatikanisha sisi tukapatikana,
Kwani wewe ulikuwepo? Nani akakuleta? Allah. Umemhitajia hujamhitajia? Umemhitajia. Kwa sisi ndio wahitaji tunomhitajia Allah katika mambo mengi. Katika hayo fi ijadihim, katika kuwapatikanisha kwao. Inasemaje ile aya? Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Hal ata ala al-insani, maana yake ata ala al-insani hinun min ad-dahr. Ile hal haiulizi, ile yathibitisha. Hal sio kwamba ile hal anta rajulun, unamuuliza mtu wewe ni mwanamume. Hal ile haiulizi. Hal ata ala al-insani, kwa maana ata ala al-insani hinu min ad-dahr, mwanadamu alipitikiwa na kipindi katika zama. Lam yakun shay'an madhkura, mwanadamu hakikuwa ni kitu kilichokuwa kikitajika. Kuna mwanadamu pale, kuna mtu mmoja hakukuwa na neno hilo, halikuwepo, hakuna kiumbe kilicho mtu, kisha Allah akamleta. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Kwa hiyo nyinyi ndio mnaomhitajia Allah katika kuwapatikanisha. Lau kama asingeli kuwapatikanisha nyinyi mkapatikana, msingelipatikana. Kadhalika sisi tunamhitajia Allah katika kutupa nguvu viungo vyetu viwiliwili vyetu. Lau kama Allah asingelitupa nguvu hizo, tusingelikuwa na uwezo wa kufanya lolote. Kama Allah hakukupa nguvu, hakukupa viungo, akavitia nguvu, ungeweza kubeba mzigo sokoni? Ungeweza kuchukua jembe ukalima? Ungeweza ukachukua nyavu kwenda baharini kuvua? Nani uliyemhitajia akakupa hayo? Allah. Kwa hiyo sisi ndio wahitaji, sio yeye. Sisi tunamhitajia yeye fi imdad bil aqwat, katika kutusaidia kutupa riziki na vyakula na neema zilizokuwa wazi na neema zilizofichikamana. Lau kama si fadhila za Mola wetu na ihsani zake na kuyafanya mambo kuwa ni mepesi kwetu, tusingelikuwa na uwezo wa kupata riziki wala kuneemeka kwa chochote. Sisi ndio tunaomhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunamhitajia yeye Allah fi sarfi niqam wa daf'i al-makarih, katika kutuondolea machukizo tunayoyachukia tusiyoyapenda, wa izalati al-kurub, kutuondolea shida na matatizo, wa shadaid. Lau kama si yeye Allah kutukinga na hayo na kutufariji sisi waja wake kwa kutuondolea matatizo na mazonge, kutuondolea tabu, basi bila shaka al-makarih wa shadaid lastamarrat alaina, hayo yote yangeliendelea juu yetu, tukawa sisi ni viumbe wa tabu na shida na dhiki. Lakini sisi ndio tunaomuomba, tukainua mikono tukamwomba tuondolee korona, tukamwomba tuondolee maradhi ya milipuko, tukamwomba tuondolee shida au zahma. Sisi ndio wahitaji, tunamhitajia yeye. Na lau kama si fadhila zake na ihsan, basi tungelikuwa katika mazingira magumu kabisa. Sisi tunamhitajia Allah katika kutulea ili tuishi. Tunahitaji hewa, tunahitaji oxygen, tunahitaji kadha. Kwa hiyo Allah anatulea. Kama si malezi yake sisi, bila shaka tungelikuwa katika mazingira yaliyokuwa magumu. Tunamhitajia pale tunapochimba katika ardhi, tukafukua ardhi, tukaweka mbegu yetu, punje yetu ya hindi, twamtaraji yeye atutolee mti. Umeweka punje, watoka mti. Umeweka punje moja, watoka mti una mashuke mawili matatu. Umeweka moja, anakupa zaidi ya moja. Subhanahu wa ta'ala. Afara'aytum ma tahruthun
anatuambia hebu nipeni habari ya vile mnavyovipanda. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un, nyinyi ndio mnaovitoa ardhini au sisi ndio tunaovitoa? Wewe usulieka pale, Allah hakutaka kutoka chochote. Wewe utakuwa na nguvu gani pale? Utachukua mashine gani uiweke pale ulazimishe upatoke mti? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un, ni nyinyi au ni sisi? Ni yeye Allah. Tumhitajia, tumhitajii. Ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, nipeni habari, hebu niambieni, lau kama hayo maji yenu mnayoyatumia yangelikuwa yako mbali mno, hayafikiki. Leo watu wanachimba mita 60 kapata maji, mita 10 kapata maji, mita 100 kapata maji, lakini ardhi, nani anayejua ukubwa wake? Ardhi ziko 7. Nani anayejua kwamba ardhi ya kwanza yaishia wapi? Ni nani? Wajuaje kwamba ardhi ya kwanza, jalia tuakadiria tu kwamba ardhi ya kwanza urefu wake ni kutoka Ubungo stendi mpaka Mbeya? Nani atakayechimba kisima Ubungo stendi mpaka Mbeya? Simngelipata tabu. Kwa hiyo Allah anasema ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, nipeni habari lau yale maji yenu ya visima mnayochimba yangelikuwa yana umbali mno. Man yatikum bima'in ma'in, ni nani mwingine atakayekuleteeni maji yaliyokuwa karibu au yaliyokuwa matamu? Nani mwingine? Si ni yeye ndio tunamhitajia subhanahu wa ta'ala. Sisi ndio tunamhitajia Allah, kama alivyosema antumul fuqara ila Allah, nyinyi ndio mnaomhitajia Allah. Fuqaraun ilayhi fi ta'limihim, nyinyi ndio mafukara mnaomhitajia Allah katika kuwafunza ma la ya'lamun, msioyajua. Nyinyi ndio mnaomhitajia Allah katika kufanya mambo ambayo yatawaletea nyinyi islah, mambo yenu yakatengamaa. Falaula ta'limuhu, lau kama si taalimu yake, mafunzo yake, lam yata'allamu, tusingelijua chochote. Ndio maana Allah akamwambia mtume, wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah ndiye aliyekufunza usiyoyajua, ni Allah. Wa kana fadlullahi alayka adhima, na fadhila za Allah kwako zimekuwa kubwa Muhammad. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Yeye ndiye aliyemfunza mwanadamu asichokijua. Wewe si umezaliwa na mamako, wajuaje kutengeneza mashua? Ulijuaje kutengeneza ngarawa? Wajuaje kutengeneza gari? Wewe si umezaliwa tu, kwani ulikuwa navyo tumboni hivyo kwamba nina weledi navyo? Wa'allamaka ma lam takun ta'lam, akakufundisha usiyoyajua. Kwa enyi watu, antumul fuqara ila Allah, nyinyi ndio mafukara, kwa maana wahitaji mnaomhitajia Allah, sio yeye kama anahitaji ibada zetu au swala zetu au saumu zetu. Sisi kumwabudu yeye ni haki yetu, ni haki yake, kwa kuwa ni muumba. Sisi tulioumbwa tumwabudu. Ndio maana akasema afaman yakhluqu kama la yakhluq, anayeumba anakuwa sawa na asiyeumba? Vipi? Anayeumba anaabudiwa. Sasa huyu ambaye kwamba hakuumba, kwa nini mnamfanya kama aliyeumba? Kwa kuwa anayeumba ndiye anayeabudiwa, kwa ni haki ya muumba kuabudiwa. Lakini ana haja na ibada zetu? Samnufaisha kitu? La, sisi ndio wahitaji, tunamhitajia Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, na Allah ndiye mkwasi mwingi wa kuhimidiwa. Anahimidiwa katika dhati yake, anahimidiwa kwa majina yake yaliyokuwa mazuri sana, anahimidiwa kwa matendo yake subhanahu wa ta'ala. Af'al bi af'alihi, katuletea mvua tuseme alhamdulillah, katuletea jua tuseme alhamdulillah. Kuna watu wanahitajia jua, kuna watu wanahitajia mvua, kuna watu wanahitajia upepo mkali kidogo, kuna watu. Anahimidiwa kwa matendo yake yote. Alhamid in yasha yudhhibukum, kuonesha kwamba hana haja na sisi, akitaka ana uwezo wa kukuondosheni yote. Wa yati bi khalqin jadid, kisha kaleta viumbe wengine. Wama dhalika ala Allah biaziz,
na hilo kwa Allah si jambo lenye kushindikana, bimumtani. Kwa hiyo mtu aweza kauliza swali la kijahil kwamba sasa Allah kama hana haja na chochote sisi kwetu sisi kutoka kwetu, mbona tumwabudu? Mbona kataka tumwabudu? Na pia wako katika wafasiri wa Qur'an wametafsiri illa liya'budun, isipokuwa waniabudu mimi, kwa maana ya liamurahum wa anhahum, nimewaumba majini na watu kwa lengo la niwaamrishe na niwakataze. Hekima yake nini? Aone nani katika sisi atafanya yaliyokuwa mazuri, nani katika sisi atagoma. Sio kwamba ana haja na sisi, la, wala hana haja na malaika subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema haqqullahi ala alibadi an ya'buduhu, haki ya Allah iliyopo juu ya waja ni waja wote wamwabudu yeye, wala yushriku bihi shay'an, na wasimshirikishe yeye na kitu chochote. Hii ni haki ya Allah iliyopo juu ya waja, kwa kuwa yeye ndiye aliyewaumba na aliyeumba ndiye anayeabudiwa, lakini hana haja na ibada zetu subhanahu wa ta'ala, hazimzidishi ibada zetu wala hayampunguzii kitu madhambi yetu. Anayefanya jema kajifanyia nafsi yake, anayefanya ovu kajifanyia nafsi yake, na vyote vinamwabudu Allah na vinamsabihi. Kwa hiyo wewe mwanadamu, kama humwabudu Mola wako, ni ujinga wako na uasi wako na uovu wako. Wa ila mbuzi wanamwabudu Allah, ng'ombe wanamwabudu Allah, tetere kule shamba wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, na hakuna kitu ila kinamwabudu Allah kwa himdi zake. Kila kitu kinamsabih na kinamwabudu. Ukimsikia ng'ombe analia bon, huenda anasema subhanallah au alhamdulillah. Kila kitu. Kwa hiyo tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hatukuumbwa tuje tule, hatujaumbwa tuje tunywe, tukawa tunajifakharisha na maakulat walmashrubat walmalabis walmanakih. Haya yote yatufanyie wepesi wa kutekeleza jambo ambalo kwamba kwa ajili yake tumeumbwa. Ndio maana Allah amri ya kwanza kwenye Qur'an, ya ayuhan nas, enyi majini na watu, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum, muabudini yule Mola wenu aliyekuumbeni, kwa kuwa anayeumba ndiye anayeabudiwa. Muabuduni aliyekuumbeni, walladhina min qablikum, aliyewaumba waliotangulia kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kufikia kilele cha takwa. Kilele cha takwa ni wewe kutekeleza ibada. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, Allah aliyekujalieni ardhi hii kuwa mithili ya godoro au tandiko. Was-samaa binaa, akaijalia mbingu ikawa ni dari. Wa anzala minas samai maa, akateremsha kutoka mawinguni maji. Fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum, akatoa kwa maji hayo ya mvua ambayo ni maji yenye baraka, aina mbalimbali ya riziki. Akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum, akatoa kwa maji hayo aina mbalimbali za matunda. Wanzala minas samai maa fa akhraja bihi, akatoa kwa maji hayo minath thamarati rizqan lakum, katika aina mbalimbali za matunda yawe riziki kwenu. Fala taj'alu lillahi andada, msimjalie Allah basi kuwa anawenza. Yani kana kwamba anakuambia aliyekuruzukuni haya matunda na riziki mbalimbali mbali na matunda, katika nafaka zinazotolewa na maji hayo hayo ya mvua yaliyotoa aina mbalimbali za matunda, amekupeni riziki hizo za matunda na nafaka ili mumwabudu yeye na msimshirikishe yeye na chochote. Kwa hiyo hatukuumbwa tuje tule, japokuwa kula tumeumbiwa kwa lengo la kuweza kumtekelezea Allah ibada. Kwa hiyo mjinga ni yule ambaye kwamba anaona kwamba lengo lake kubwa yeye ni kuhakikisha amekula na ameshiba. Huu ni mjinga. Mwerevu ni yule ambaye kwamba anaona kwamba kula kwangu na kushiba kwangu na kunywa kwangu kwa ajili ya kumwabudu Mola wangu subhanahu wa ta'ala. Dhahir, walhamdulillahi rabbil alamin. Kwa nini Allah katumia jamu na yeye kwa peke yake? Kwa nini asitumie ifrad? Sehemu zote unazoziona Allah anatumia dhamiri ya wingi, inna nahnu nazzalna.
Wanasema ahlul ilm, hiyo ni dhamiru sha'ni, dhamiru ash-sha'ni, sha'ni kuna hamza pale, dhamiru sha'ni, dhamiri ya shani, kwa maana Allah anaikuza nafsi yake na kuitukuza, anaikuza nafsi yake na anaitukuza subhanahu wa ta'ala.